Naitwa Nasri Salum Ali, natokea Umoja wa Watu wenye Ulemavu Zanzibar. Kwanza nachukua fursa hii kushukuru Jumuiya ya Watu wenye Ulemavu Zanzibar kwa kuandaa warsha hii kuweza kutupatia mafunzo kuhusiana na mkataba unahusiana na watu wenye ulemavu ambao unaitwa Africa Disability Protocol, kutuweza kutupa haya mafunzo. Kwa uoni wangu naona mkataba una umuhimu kwa serikali yetu ya Tanzania kuweza kuusaini, kwa sababu una umuhimu mkubwa kwetu sisi watu wenye ulemavu na hata kwa taifa kwa ujumla. Kwa sababu tunaangalia kwamba taifa letu pia lina dira za maendeleo ambazo inaziandaa ama inakuwa inazitengeneza. Kwa hiyo mkataba huu unaweza kuwa ni miongoni mwa nyenzo ambazo zinatumika kuweza kuandaa hizo dira, kwa sababu una masuala mengi ambayo yanahusiana na watu wenye ulemavu ambayo yanaangazia katika masuala ya mahitaji yao, haki zao pamoja na wajibu wao. Kwa wana uwezo wakautumia mkataba huu kama nyenzo mojawapo kuweza kutengenezea hizo dira za kimaendeleo. Na pia umuhimu kwetu sisi watu mmoja mmoja ni mkataba ambao unakuja na fursa hizo ambazo mkataba umezungumzia masuala ya kibajeti kwa kila nchi ambazo shiriki katika huu mkataba ambao itasaini, izingatie katika bajeti zake kuweza kuzingatia masuala ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tukiangalia kwamba kutakuwa kuna uzingatiaji huo, basi kwetu sisi watu wenye ulemavu tayari tunakuta masuala yetu mengi yana uwezo wa kutatuka. Ukiangalia sisi nasi tuna mambo mengi ya kimaendeleo ambayo tunayanzisha, ambayo serikali tunahitaji msukumo kutoka kwao. Kama bajeti zitazingatia masuala hayo, ikiwepo kwenye bajeti kuu ama bajeti za kisekta, itakuwa tayari kuna utatuzi mkubwa kwenye masuala yetu sisi watu wenye ulemavu. Pia fursa za kiajira zitatokezea, masuala ya ukuaji wa umoja wa kidiplomasia, kwa sababu tunakuta nchi wanachama zina watu wenye uelewa tofauti wa haya masuala. Unakuta kuna vyuo vikubwa vina hizi course zinahusiana na watu wenye ulemavu, kuna mambo tofauti. Kwa hiyo nasi kama Watanzania tuna uwezo wa kuweza kupata hizo fursa kutoka katika nchi yetu kuweza kujifunza katika nchi nyingine. Pia kuna kuja na fursa nyingine ambazo tunakuta fursa za kijamii, kuna masuala ya kujiendeleza kiuchumi, kuna masuala ya ujasiriamali. Yote hayo yanapatikana katika huu mkataba. Kwa hiyo huu mkataba kuna umuhimu mkubwa kuweza kusainiwa ili nchi yetu iweze kupata miongoni mwa nyenzo ambazo tunazitumia kwenye masuala yake ya kimaendeleo, na pia kuinua maendeleo ya watu wenye ulemavu mmoja mmoja. Wito wangu kwa serikali ni kwamba kwanza iusaini huu mkataba, na uisaini kwa vipengele vyote ambavyo vimo ndani ya mkataba, pasi na kuacha kipengele hata kimoja, kwa sababu huu mkataba una upekee ndani yake. Umezungumzia masuala yanayohusu hasa Afrika, kwa sababu tunajua kuna mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao ni mkubwa, unahusiana na nchi zote duniani, lakini huu umegusia ile masuala ya upekee kwa watu wa Afrika, kama masuala ya kiimani, masuala ya ushirikina, masuala ya kidini, masuala mengi imezingatia. Kwa hiyo wito wangu serikali iweze kusaini huu mkataba na iweze kuutumia ili kwa manufaa yake serikali, nchi kwa ujumla, pamoja na mtu mmoja ambao tuko ndani ya nchi.